mahusiano yako serious, mtu kakupenda vizuri, anaweza kukwambia tu wewe una chumvi? Chumvi sio right. Lazima akwambie tu yani una sukari. Sasa namuuliza hapa ni msikitini au ni kanisani hapa? As long as pale sio nazini. Ukikutongoza huo wanasema unapenda nini kutoka kwako? Wanasema eti wanawake wafupi ni watano. Sasa sijui tunaliwa. Usipige makofi, una hela. Umekucha. Tausi, mambo vipi? Poa. Uko fresh? Kabisa. Karibu Dodoma. Asante. Baridi, joto? Kawaida. Leo sasa hivi inaendana. Okay. Da hapa kukoje sasa hivi? Kuna kaupepo, kuna baridi. Okay. Kwa kama tumezoea hivi. Kwa hiyo hapaja kusumbua sana? Sio sana. Okay. I say nimefurahi sana kwa pamoja na wewe katika studio zetu. Na mimi nimefurahi kufika Dodoma. Okay. Sasa bwana, kupitia Unspoken Ties. Leo tunataka utupe exclusive 3. Una umri gani? Una elimu gani? Na una watoto wangapi? Kumekucha. Watazamaji wetu wapate kitu. Haya, sawa. Nina miaka 30 afu nakajumlisha hapo 30 plus. 30 plus. Sasa wewe ni millennial au ni Gen Z? Hivi 30 plus ni sijui, lakini unakuwa umeshavuka ile 25. Maana nusu karne ni 50. Kwa hiyo robo karne 25. Kwa tunakuja kundi gani hapo? Hapo katikati. Katikati hapo, okay. Na ile hapo katikati hapo. Mimi ni mama wa mtoto mmoja, binti yangu Pavitra. Nimesoma mpaka form 4. Okay. Shule gani umesoma? Shule ya msingi nilisoma shule ya boarding inaitwa Lialamo, iko Iringa. Sekondari nimesoma Kalielo, lakini nikamalizia Highland. Zote hizo zipo Iringa. Ziko Iringa. Maana ndo kwetu. Kwa wewe ni Muhehe. Kabisa, typical baba na mama. Okay. Ile Iringa kubwa. Sisi kwetu Ilula. Hapo kwenye nyanya nyingi hapo kabisa. Ndo kwetu. Okay. Kwa shule ya msingi mpaka sekondari umesomea kule? Nimesoma Tosamaganga. Ilikuwaje sasa ukaja Dar? Hapo. Kila mtu anaishi kwenye ndoto. Kwa hiyo wakati tuko shule kila mtu tumetoka Dar. Gari zinakuja kuwachukua za Dar, wakirudi tumetoka Dar, nikasema huko Dar mpaka niende. Pakoje huko. Lakini pia nilipushiwa kwa sababu mimi ni mtaalamu sana wa kucheza. Kwa hiyo muziki wa dance au kucheza? Muziki yani afu napenda. Kama unanifuatilia sana utaona nacheza sana. Napenda yani I think ni kitu tu kipo ndani. Okay. Kwa hiyo kulikuwa kuna tamasha zinafanyika Iringa kama fiesta hivi. Zinaanzia Iringa zinaenda kumalizia Mbeya. Wakaja kutafuta vipaji vya watu wanao ile bonanza linaanza gani cheza. I think kila sehemu ikiwa kunaanzisha au matamasha watu wanapitaga. Wanaocheza waje hapa, labda watoto wanawashindanisha. Kwa hiyo tulishindanishwa, mimi nikashinda. Kwa hiyo nikawa nazunguka na wale matamasha. Watu wanashindana, akipatikana mshindi nashindwa naisha naye mimi, naibuka mshindi. Kwa hiyo nilizunguka kwa staili hiyo. Sasa huwa yanakuwa ni kwa msimu. Kwa hiyo msimu ukiisha unakuwa tu umetulia nyumbani. Ndo akanishauri, unajua una kitu kikubwa, hebu nenda Dar, tafuta hata bendi kwanza, uendelee kucheza ili uendelee kupata pesa. Kamwambia sawa. Sasa hapo ndo safari ya kwenda Dar, kwenda kuwa mnenguaji. Okay. Ndo ilipoanzia. Kwa tulitoka Iringa kwenda Dar kwa sababu ya unenguaji. Tuna stop kwanza hapo. Tausi, katika kipindi cha ukuaji wako, kuna wakati uliwahi kujiuliza kwa nini umri unaongezeka lakini mwili hauongezeki kama watu wengine? Huwezi amini, sikuwahi kujua kama naongezeka umri au siongezeki mwili. Sikuwahi kugundua. I think kwa sababu pengine sisi tuko mapacha, by the way tuko twins. Kwa hiyo
mimi namwangalia mwenzangu na yeye, yani sisi tuko sisi tu kama tuko kwenye dunia yetu. Ushaikuaga wewe umwangalie mtu yote zaidi ya kumfocus ambaye uko naye mbele. Kwa hiyo sisi tulikuwa hatujui kama hapa labda hatukui au hatusogei. Isipokuwa tu mama yetu pia alituleaga kwamba tayari alishaona mume wake ni wa design hiyo. Kwa hiyo sisi hatakuwa tunapewa zile kazi ngumu. Kwa hiyo kwa sababu hatukuwahi kufungua labda mlango au kuchota maji, zile kazi ngumu, sikuwahi kujua kwamba hapa sasa niko tofauti. Lakini nyumbani hakuna watu ambao ni walikuwa wanarefuka labda kaka zako au wajomba au whatever. Mlikuwa nyinyi wawili tu. Sasa sisi tunawaona, lakini sisi au ile akili ya kusema kwamba yes, yani kwa sababu tu hauumwi. Haufili changamoto yoyote. Watoto wenzenu wanakuja mnacheza kwa pamoja, hamna kitu ambacho hakiko sawa. Kwa hiyo haukujui. Lakini tulianza kujua baada ya kwenda shule boarding. Watu wanatushangaa. Sasa sisi wenyewe tunawashangaa. Yaani kwa nini wanatushangaa? Au kwa sababu ndo mara ya kwanza tumekuja shule, labda sisi ndo wageni. Yaani hapo ni primary au ilikuwa ni secondary? Primary. Mianza boarding straight. Okay. Kwa hiyo sisi tunawashangaa. Ila ilikuja tu kwamba unajua mazingira ya boarding, labda chakula kiko kule, madarasa yako huku, kuna ngazi. Yaani kuna namna unaona mwanzo unashuka ngazi haraka, wewe unashindwa na mko darasa moja. Labda kwa sababu sijazoea. Kwani kwa kweli ilichukua muda. Watu wanawashangaa, yani mkipita na wenyewe wanatushangaa shule, alafu inafika muda wanatuzoea. Kwa hiyo sasa wakituzoea na sisi tunasahau kwamba sisi tuko tofauti na wao. Lakini ilikuwa tofauti zaidi baada ya kutengenezewa dawati za kwetu peke yetu. Yaani si ndio tunakuwa tuko pale pale mbele ya darasa pale. Wow. Lakini si unajua utoto, yani mwisho wa siku unakuwa tu una marafiki wengi, afu wao wenyewe hakuna mtu anayekwambia wewe mfupi. Kwa hiyo huwezi kujua, unachohisi labda nitakuwa. Alafu bahati mbaya sisi hatukukaaga na baba. Kwa hiyo sisi pia hatukuwa tunajua kama sisi ni wafupi kama nani au sisi hatuwezi kurefuka. Tulichokuwa tunajua tu tutakuwa. Ulishai kumuuliza mama yako kwa nini tuko hivi ambavyo tulivyo? Si ni baba yetu mfupi. Okay. Na ushai kumuona? Na ni mfupi hivyo hivyo? Kabisa. Na ulipogundua kwamba hatuwezi kurefuka zaidi ya hapa, nini kilikuja kwa mara ya kwanza kichwani mwenu, wewe na mwenzako na timu wako? Mimi kwa kweli haikuwahi kunisumbua, na mpaka namaliza darasa 7 nilikuwa niko sawa, sijui chochote. Lakini form 1 kidogo ndo akili inakuwa kama imesogea. But nilijifunza kuwa naongea. Unajua nikawa naongea ili kuzuia. Kuna maneno mtu anaweza kukwambia akakukwaza ukashinda unalia siku nzima na haisaidii kitu. Kwa hiyo pacha yangu yeye waga ni mpole. Tulipofika shule tulipelekwa sekondari, sasa tukatambulishwa pale juu kabisa. Hawa ni wanafunzi wageni, tunaomba hataki disturb kuhusu wao. Mwalimu alijua ameepusha kwamba wameshatuangalia sembo imetosha. Tukiwa darasani hawasumbui, hasa mimi nikiwepo. Nikitoka sasa pacha alobaki mpaka nafuatwa na mtu, wamemjazilikiaje hapo moyo, wanamwangalia wanamshangaa hivi mpole, yani wamekaa kabisa wanamshangaa mpaka mtu anamshika hivi mikono. Kwa hiyo mimi nikifika ndo nauliza mnashangaa nini? Yaani nini kigeni hapo? Kwani si mnaona ni mtu huyo? Huyu anaongea tuondoke. Lakini pia mtaani ilikuwa tukirudi likizo, kwa sababu tunajua tunakaa shule muda mrefu. Watu wanatushangaa. Yaani tukiwa tunatembea watu wanajaa. Sisi tunajiuliza hawa watu wana shida gani? Mbona tukogo tu hapa hatujui kwamba mnapoondoka kwenda shule miezi 6 kuna wageni wamehamia nyumbani, yani wametoka, kwa lazima washangae na mpaka wakizoea hivyo yani. Kwa hiyo tumeishi kwa mfumo huo. Ulitoka Iringa kwenda Dar kwa ajili ya kufanya dancing. Ulipofika wazo lako lilifanya kazi immediately? Sasa connection bwana ni kitu cha muhimu sana. Usiniambie unaenda bila connection. Yule mtangazaji alijitahidi kunipa namba ya simu ya mtu mmoja. Akaniambia ukifika utampigia.
By the way, kabla ya kwenda Dar mimi nilienda Kilombero. Nilienda Kilombero, nilirequestiwa na wale wakaka wanatapeligi watu bana. Kuna kuaga watu wanachezesha kama sijui ni nini sijui. Weka hapa. Weka hapa, unakula. Kama hawajui yao. Sasa nikaenda. Ilikuwa kwanza nilienda, ilikuwa niende kwa ajili ya kufanya show. Sasa wakati nilishuka kwenye gari, nikaambiwa kwamba nikitoka hapa niende labda mpaka pale nje pale getini kwenye barabara kidogo, ndo kuna hapo sehemu nikae kwa ajili ya kusubiri. Mimi nikashuka kwenye gari, nikaanza kutembea. Sasa unajua ni stand. Sasa wakati mimi natembea, nyuma naona watu wengi wananifuata. Sasa najiuliza, hawa watu wanaenda wapi? Sikujali kwa sababu hawanisemeshi. Mimi naendelea na safari zangu na wao wanaendelea na safari. Mimi nikafika nikaingia pale nilipotakiwa kuingia. Watu na wao wakajaa mlangoni. Wanataka sasa kuingia waje kuniongelesha. Hiyo moment siwezi kusahau kwa sababu ilibidi yule ambaye amenileta akawa anawaambia sasa kumuona ni shilingi 1000. Na ukifika unamuuliza maswali haya na mnaingia watatu. Kwa hiyo mnatakiwa muulize maswali mmalize mtoke. Kwa pale kukawa kuna yule ambaye anapokea hela, alafu kuna wawili ambao wako ndani. Usiniambie ikawa fursa sasa. Mimi nimekaa tu kwenye kitanda. Mlango anaingia wawili. Wakifika mambo ni swali la kwanza. Hawezi. Kumbe. Unaitwa salamu. Ni swali la pili. Unatoka nje. Hela imeisha. 1000 inaingia. Bwana. 2000. So wameingia wawili, kama wakiingia watatu ni 3000. Kwa hiyo wanatamani kujua ninatoka wapi, na miaka mingapi, labda najishughulisha na nini. Lakini sasa si unajua tena ni kama kijijini, kwa hiyo mtu anataka kuuliza wale maswali anashindwa kujipanga niulize lipi. Kwa sasa ile mambo tayari ni swali mimi poa. Unaitwa nani? Tausi, swali la pili. Umetoka wapi? Ilula, swali la tatu. Mnatoka nje. Serious kabisa. Mpaka tulipata hela wewe. Tulipata hela sana. Kwa hiyo yule kaka alivyoona hii ni fursa, ndo tukaanza sasa kuchezesha hizo kamari. Hizo kamari sasa mimi naenda kushushwa tena mahali. Natembea. Nikitembea watu wananifuata. Wakinifuata na hatua kwenye ile kamari. Nazunguka mimi naondoka. Nisishawaleta hapa, watatapeliwa, watajua wenyewe. Usiniambie. Kwa hiyo kawa fursa Kilombero. Kwa hiyo maisha ni akili. Kafika muda tukaondoka. Tulipoondoka sasa nikaenda Dar. Ilikuwaje sasa yani kwamba yani ukaachaje hela kutoka Kilombero karudi Dar es Salaam? Nini kilitokea hapo katikati? Sasa si unajua yani wao wenyewe ni wahuni. Kwa hiyo mwisho wa siku nikaona sina anachokipata. Yani wanakuletea hela yako baadaye tena mara hela hamna. Si unajua yani wanakutapeli pia na wewe anaona yani mambo anaweza kaenda hayaendi. Kwa wewe tena wanakutapeli. Nikaona ngoja niende tu huko Dar ambako nahisi naweza nikawa serious. Kwa hiyo nikarudi zangu nyumbani, alafu nikaondoka sasa nikaenda Dar. Na Dar ulipofika sasa? Sasa Dar nilipofika bwana, nilifikia Kibaha. Nikampigia simu ule mtu kwamba mimi nimefika Dar. Uko wapi? Nikamwambia niko Kibaha. Sasa wewe na Kibaha nayo ni Dar. Kwa nini ulifikia Kibaha? Ulikuwa hujui Dar au? Sasa Kibaha ndo kuna dada yangu. Kwa hiyo ilibidi nifikie hapo kwanza kwa sababu sijawahi kuja Dar. Sasa mimi namuuliza dada, kwa hiyo dada wewe umenidanganya kumbe ukai Dar. Ananiambia kwa nini? Naambia nimeambiwa hapa sio Dar. Na mbona tiketi? Wakati nyumbani wote tunajua kwamba anaishi Dar. Anaishi Dar. Sasa kwa nini sio Dar? Kumbe yani yeye alimaanisha labda niwe Sinza au Ubungo. Unajua Kiswahili cha watu wa Dar. Kwa hiyo nikasogea mpaka Kimara. Kuna rafiki yangu ambaye tulikuwa tunakaa naye jirani Iringa, yeye alikuwa anaishi Kimara. Nikasogea mpaka Kimara. Sasa nikaanza kumuelezea rafiki yangu kwamba natakiwa kutafuta bendi ili nicheze, na yeye anajua kama mimi ni mtaalamu wa kucheza. Akaniambia sawa. Tukaanza kupiga simu. Mtu wa kwanza nilimpigia Super Nyamwela, nilipewa namba yake. Nikampigia. Nilipoongea naye kwenye simu, akaniambia sawa, njoo kesho. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo kesho
tulienda mimi na ule dada Kimara, panaitwaga White nini sijui ule ukumbi. Pale tu Kimara. Tukaenda, tukakuta tu watu wanafanya mazoezi, hatukumkuta. Tukampigia simu. Nimekuja mpaka hapa sijakukuta. Tuko na rafiki yangu sababu sipajui yeye ndo anani direct sasa. Hapo pacha amemwacha Iringa. Yeye yuko Iringa. Yeye hivyo vitu kabisa. Kwa akasema niko Sinza. Nikamuuliza rafiki yangu, Sinza ndo wapi? Kaniambia twende tukapande gari. Tukaenda kupanda gari mpaka Sinza. Tumefika saa 2 usiku. Tukampigia, tuko hapa nje, katuelekeza ile bar ambapo sijui ilikuwa karibu na Kanumba ofisi zake, sijui ni bar gani pale, sijui Sinza wapi pale. Tukaenda. Akafika pale, ni nani hapa anayetaka kucheza? Anamwangalia rafiki yangu, labda anajua ni yeye. Kaambia sio mimi, ni huyu. Sasa hivi atupokei watu mpaka mwezi wa 12. Huu ni mwezi wa 4. Sasa mimi namuuliza rafiki yangu, kama alikuwa apokei watu, katushughulisha mpaka huko kote kufanya nini? Na mbona jana alisema kwamba kuna kazi? Nikaanza kujua huyu kwa sababu kaona ni mfupi. Kwa hiyo amejaribu kuingua. Yeye tena akanipa namba mtu mwingine, labda jaribu bendi fulani. Sisi tukarudi. Lakini ulijisikiaje kuona kwamba kwa nini ananikwepa? Mimi tu hata leo mimi napenda uwe yani nyooka. Hiki kitu tao hakiwezekani. Usinipe matumaini kwa sababu akili yangu yote inaganda. Yani kwa nini kanitoa kule, kaniambia kazi ipo. Nimeenda Kimara, kanitoa Kimara, kanipeleka Sinza. Alafu ananiambia kazi hamna. Kwa hiyo akanipa mtu mwingine. Kesho tukaenda tena Kinondoni. Tulipofika Kinondoni, yule mtu naye tulipoonana akasema kwamba kwa sasa hivi hatuhitaji watu. Akanipa tena namba ya mtu mwingine. Lakini wewe ulikuwa unajua kabisa kwamba hawa wanakataa kwa sababu ya ufupi ambao naelewa. Yaani najua tu pengine anahisi. Yaani naelewa lakini nikampigia na wewe mwingine. Sasa huyo mwingine huyo ndo kiboko. Kalunde bendi sijui ilikuwa inaitwaga ile bendi ile. Kalunde bendi kitu kama hicho. Akaniambia nakuja, akatukalisha hapo kuanzia huo muda mpaka kama saa 10 akaja. Sasa ile bai na watu wengi, yani kumechangamka, ndo walikuwa wanapenda kushinda pale watu. Uko wapi? Nikamwelekeza niko hapa, umevaaje? Nikamweleza nguo niova. Nimeshakuona. Kazi hamna. Yani hata kumuona hata kumuona. Yani hata kusogea, yani sasa atuambie poleni kwa kusubiri. Jamani. Nikasema hapa. Hapa kiboko. Nikampigia sasa Edo. Huyo wa Iringa sasa mshikaji wangu sana. Nikamwambia mwenzangu, nimekuja tayari, nimeonana na mtu wa kwanza, wa pili, wa tatu, imekuwa hivi. Kwa hiyo sasa tufanyeje? Akanitumia namba ya Lidi Chokola. Nikampigia. Nikamwambia namba kazi, mimi najua kucheza, najieleza vizuri tu. Mko wapi? Nikamwambia tuko hapa Mango Garden. Njoni hapa Edo Chips. Edo Chips ya kipindi kile ilikuwa ndo iko ya moto, sijui ni wapi pale, hata sijui. Yani sijuagi yani. Sio rahisi kukumbuka by then kwa muda kidogo Tukapanda gari, tukaenda mpaka pale. Akaja. Nani anataka kucheza? Yani hilo swali ndo lilikuwa linanitatiza. Yule dada sio mimi, ni huyu hapa rafiki yangu. Sasa hapa tutaanza kusajili watu mwezi wa 10. Saa 12 jioni. Haya sawa. Tuondoke. Nikamwambia rafiki yangu tuondoke. Tukaondoka. Nikarudi, nikampigia simu dadangu Iringa. Nikamwambia dada, huku imeshindikana. Ngoja nirudi. Usirudi sasa, amna namna nyingine. Nikamwambia mpaka sasa hivi sijui. Ngoja tu nifanye utaratibu tu nirudi. Akaniambia sawa. Wakati nasema narudi, kuna rafiki yangu naye anapenda kuja Dar, lakini tuko Iringa, yeye anakuja Dar, narudi Iringa. Nikampigia, nikamwambia niko Dar ujue. Akaniambia mimi sipo, ila nina dada yangu yuko Mbagala.
Kwa hiyo nenda kamsalimie. Nikasema sawa. Nikampigia na tulikutanaga, yani tunajuana na huyo dada tu. Nikaenda Mbagala. Vipi mdogo wangu umekuja Dar? Nikamwambia nimekuja kutafuta kazi ya kucheza na najua anachezaga. Sawa. Ngoja basi baki na mimi nijaribu kutafutia watu tuungane tuone, lakini nasema sababu umeshaona huku matukio. Basi hiyo siku nakumbuka nimefika tu, akaniambia twende Dar Live, alikuwa anapiga mzee Yusuf. Tukaenda. Tulipofika wanacheza cheza, dada yangu akanipa hela. Tena nakumbuka ni buku tu. Akaniambia sasa panda hizo ngazi nenda kamtunze. Ukifika pale cheza. Ukicheza tu mzee Yusuf atakuchukua. Nikamwambia sawa. Wakati napita, I think watu wafupi walikuwepo, lakini walikuwa hawako open nadhani. Kwa sababu sio kunishangaa kule watu. Mabodyguard pia wanatabia kuzuiaga mtu kupanda, lakini mimi walinisaidia mpaka nikapanda juu. Nikafika, kabla sijampa hela nikaanza kucheza. Mzee Yusuf mwenyewe akasema, hiki ni nini? Hebu kwanza subirini kwanza. Hebu piga kwanza tucheze kwanza. Nilicheza. Tukapata nafasi kama kuitumia sasa. Mpeni yeye, msinipe mimi, mpeni yeye. Kwa akanitunza pale, baadaye nikashuka. Niliposhuka sasa tumtafute mzee Yusuf, tulimtafuta Dar Live mpaka saa 11 hatumuoni. Sijui alikuwa kashaondoka. Sijui nini kilitokea. Kwa by then nikawa nimeshakosa fursa, lakini nikatoka gazetini. Dada mfupi sije anacheza sijui nini hivyo. Okay. Dar Live nikapata fursa sasa. Kwa Dar Live nikawa naingia bure bila kiki. Hiyo ndo nafasi sasa nilipata. Lakini mzee Yusuf unacha kujifunza, lakini hapo unajua kwa sababu gani? Katika story yako umesema kwamba ulikuwa ukienda kabla ya kuongea walikuwa wananikataa. Lakini pale umeenda hukuongea, umeenda kwa vitendo. Kwa sometimes kumbe kujielezea hakuhitajiki zaidi. Onyesha ulichonacho then watu waone. Lakini sasa upate nafasi ya kuonesha, utaoneshaje? Utafika tu mtu ndo umekutana naye unaanza tu kucheza, ndo mimi nataka kucheza. Kwa mazingira mmoja sio rahisi, lakini kwa mazingira yale ambayo mmeyatengeneza. Basi tukajaribu kutafutia watu ambao kidogo wanafahamiana nao, ikashindikana. Lakini sasa kwa pale Mbagala tayari nikawa nimesha hit sana. Dadangu akaniambia sasa nikwambie, wakati tunamtafuta mzee Yusufu nikutafutie baa wewe unacheza. Nikamwambia sawa. Kwa mwisho siku nikawa nacheza saa baa ile unaenda kucheza saa 2 mpaka saa 6 unaondoka, unakuwa umelipwa hela. Nilikuwa naishi kwake. Nilikuwa naishi kwake. Baada ya kama miezi tu 2 hivi, wakati niko Kilombero nilikutana na kaka mmoja anaishi Tanga. Kaka ananiambia yani namuonaga mwenzio, kuna dada mmoja wa Vituko Show alikuwa anaishi Tanga. Akaniambia namuonaga mwenzio kule, kwa nini usije Tanga? Uachane na hizi habari, maana si alikuwa ananiona kwamba na mimi niko kwa wale matapeli. Kwa hiyo tukawa tumebadilishana tu namba, hatukuongea sana. Hiyo siku tu nikaona akanipigia, nikamwambia mimi niko Dar. Akaniambia sasa kama umefika Dar basi njoo Tanga. Nikamwambia mimi siwezi kuja Tanga, kipindi kile Tanga unapaogopa, mara usikie nazi zinaongea, hujaenda hujui. Yani unasikia tu mara sijui. Yani vitu ni vingi. Nikasema huku Tanga nikienda nitatoboa mimi. Akaniambia njoo bwana. Akanikatia tiketi, nikaenda Tanga. Nilipofika tu yeye tayari alikuwa anakaa karibu na mzee Majuto marehemu. Kwa hiyo alikuwa ameshaongea naye, na kipindi kile mzee Majuto alikuwa ametengeneza ana kundi la watu anafanya nao kazi, kwa sababu alikuwa ameshatoka kwenye Vituko Show. Kwa hiyo nilipofika mzee Majuto alinipokea kama tuliwahi kuonana jana. Karibu. Mwanangu ndio umekuja. Karibu nyumbani hapa. Safari ya kwanza kuishi kwa mzee Majuto sasa ikaanza. Mimi nilienda kwa mzee Majuto nikiamini yeye ni mtu mkubwa ataniunganisha nikafanye bendi, ambacho ndo kitu nimetoka nacho nyumbani. Yeye akaniambia huwezi kucheza mziki, wewe ni msanii, utaigiza. Kwa hiyo kuigiza kulianzia hapo. Uliamini kwamba wewe una kipaji na utaweza au ilikuwaje? Sasa kitu ambacho cha kwanza kilikuja kichwani ni kwamba nimeshajaribu kwa kitu ambacho naweza kukifanya, nimeshindwa. Sasa ngoja nijaribu hii kuigiza anayosema. Nikishindwa mimi narudi zangu nyumbani. Kwa akanielekeza tu, akaniambia tutaongea. Nitakachokuuliza utanijibu, sawa? Sawa. Usiangalie kamera, sawa? Sawa. Nilikuta wana shoot movie inaitwa Mamsegwa.
akanipa story, tukakaa hapo tukaanza kufanya, kamera imewashwa. Kwa hiyo nikaonekana nimeweza, sikuwahi kwenda kwenye mafunzo. Wala sikwenda kwenye mazoezi. Kwa hiyo I think pia Mungu alikuwa anataka kunipeleka mahali, kwa sababu huo unenguaji mpaka sasa hivi ningekuwa wapi. Lakini ulikupa fursa pia. Fursa ilinipa kwa sababu ile tu pia kujitoa, yani kwenda pale mbele za watu ucheze ni namba 1 hiyo. Alafu ucheze ukubalike ni namba 2, kwa sababu kupata kibali ni jambo jingine na kukubalika ni jambo jingine. Kwa hiyo nashukuru Mungu kwa kipande hicho, ndo nikawa mwigizaji sasa. Kwa hiyo kaanzia Tanga kuigiza? Nikaanzia Tanga na nilikaa mpaka mwezi wa 11 ndo niliondoka. Okay. Niliishi nyumbani kwake. Okay. Ndo karudi Dar. Ndo na Dar soko lilikuwaje, lilikupokeaje la filamu sasa? Sasa kwa sababu mzee Majuto yeye alikuwa kila hata akienda Dar kufanya kazi anawaelezea kwamba mimi nipo. Okay. Kwa hiyo wakati mwingine tulikuwa tunatumiwa nauli, tunaenda tunafanya kama interview, ila ndo tunaigiza. Kwa hiyo tukikubalika ndo wale tena siku nyingine wanatuita. Kwa hiyo hata niliposema kwamba tarudi Dar, mzee Majuto akanikabidhi kwa Lamata. Kwa hiyo nikawa nimerudi Dar lakini niko kwa Lamata sasa. Kwa hiyo muonekano wako katika soko la filamu ulikuwa ni fursa au ulikuwa bado kuna changamoto zilikuwa zinaendelea? Kiukweli Lamata ana karama peke yake, kwa sababu hajawahi kumkatia mtu tamaa mpaka aone huyu mtu kashindwa. Kwa hiyo wakati nimefika, ugumu ulikuwepo kwa sababu kwa wakati ule alikuwa ni director, kazi zilikuwa ni za wasanii. Kwa hiyo ugumu ulikuwepo kidogo, siwezi kuzungumzia sana. Lakini nilipofanya, nadhani nakumbuka mara ya kwanza nilifanya inaitwa Gumzo. Sini ya kwanza, sini ya pili ilikuwa ni ile ya kupanda pale juu, naomba sukari ile sasa ndo ili hata ilimvutia hata mwenye kazi akapenda niendelee kufanya. Okay. Ni changamoto gani ambazo ulikutana nazo wakati unaingia kwenye filamu kama mtoto wa kike na kwa maumbile ambayo wewe unayo specific? Sikuwahi kupata changamoto. I think kwa sababu nilipitia mikono ya mzee Majuto, ndio maana sikuwahi kupata changamoto. Lakini pia kwa bahati nzuri Emedi alikuwa rafiki yangu sana. Baadaye ile sini aliposti Insta, kipindi kile nadhani Insta ilikuwa ni ya watu wachache. Ilienda sana, akafurahia sana, kwa hiyo akawa ni rafiki yangu. Japo anavimba, ila alikuwa rafiki yangu sana. Ndio akawa ananiambia sisi huku ukizubaa tunakupitia wote, alafu utabaki unashangaa. Kwa hiyo msemo ulinifundisha. Na inasemekana kweli kwamba kwenye soko la filamu watoto wa kike wao wanapitia changamoto sana za kutakatwaka. Kwanza wanaume wanawataka, wanawatumia, then ndo unapata nafasi ya kuweza kuonekana. Mimi nadhani kama mtu unajua umekuja kufanya nini, hauwezi kufanya. Lakini siku hizi, yani hata hiyo zamani, mtu anakuja direct kajipozisha kwamba nataka nikatembee na fulani ili nipate nafasi. Kwa hiyo unajikuta hata ofisini ukitembea na bosi kazi inaharibika. Kwa sababu wasichana ni wengi wazuri ambao wanakuja hapo kwa ajili ya kufanya movie. Wewe una kipi cha ajabu cha kumzuia producer asiendelee kuangalia wasichana wengine? Kama wewe ulijipeleka kakutaka, ina maana kuna mwingine pia atajipeleka atatakwa, na mwanaume ili akutake anatakiwa akusumbukie ndo ataona thamani yako. Wewe unajipeleka mwenyewe, sawa? Hata ningekuwa mimi napita. Kwa hiyo ipo, lakini ipo kabisa, sikatai ipo. Ila sasa ndo inategemea mwanamke umejipelekaje. Kwa sababu kuna mtu mwingine anaamini kwamba nikienda kuwa msanii ndo nitakuwa napata wanaume kirahisi. Kwa hiyo anakuja kwa ajili ya hilo tu. Yaani anapambana atafute jina ili awe hivyo. Kwa hiyo sasa kila mtu na akili yake, hapo tena hawezi kumkatalia. Lakini uhuni uko kila mahali, unajua? Yeah, sure. Tausi wewe ni mwanamke. Na nusu. Wekea nusu hapo. Mwanamke na ngai, mwanamke na nusu. Na naamini DM zako zinajaa request za wanaume. Mara nyingi wanaume wakikutongoza huwa wanasema wanapenda nini kutoka kwako? Unajua sasa hivi tuko kwenye mfumo mgumu, kila mtu anakuwa na stress. Mimi kwa kweli hasa TikTok ndo watu wengi wanapenda na wananiambia niko mcheshi, nina furaha muda wote. Lakini sijui nani wanadanganyanaga wapi. Wanasema eti wanawake wafupi ni watamu. Sasa sijui tunaliwa,
Yaani hapo mpaka misielewi. Nasikia nyinyi watamu sana. Mtu sasa ananiuliza mimi. Nasikia nyinyi watamu sana. Sasa watamu wapi? Ujue ukiwa unasema samaki ni mtamu mla umeonja unasema kibua ni mtamu. Kwa sasa na yeye anataka ajaribu kwamba sisi ni watamu. Sasa sijui. Yaani mimi nachanganyikiwa wewe. Maswali yanakuwa magumu upande wangu ujue. Nashindwa kuelewa. Sasa wewe unakuambia sisi ni watamu. Wewe uamini kwenye hilo? Kwani mimi sijui. Hapo sijui sasa. Hapo sijui. Sasa mimi naaminije? Si unakuwa kuna mahusiano mtu anakuambia. Hivi mahusiano yako serious mtu kakupenda vizuri. Anaweza kukwambia tu wewe una chumvi. Chumvi sio right. Lazima akwambie tu yani una sukari. Lakini kuna ile ya ukweli. Unajua kuna ile mtu anakupa hisia ambako unaamini kabisa kwamba hapa anamaanisha. Unajua bwana. Sijui mimi labda nahisi kitu wanakuwa labda dhaifu kwangu sijui. Mimi sijui. Naona sasa. Siwezi kusemea kwa kweli. Labda tu ni mdhaifu. Mimi sijui. Sasa mimi ujue huwezi kumsemea mtu, huwezi kujua. Wao ndo wanaendaga kudiscuss huko kama sisi tunavua discussigi wao kwenye vikao vyetu. Kwani mimi sijui wanatuzungumziaga ni nimeshangaa hilo swala limelipuka sana safari hii. Okay. Watu wanataka mwanamke mfupi. So mfupi. Yani mimi nachoka. Yani umbile lako wewe. Alafu mimi sasa. Sasa sijui mimi nimefanya nini. Waje sina kutukua. Vaja. Kupendwa raha. Sasa kuna kupendwa afu kuna kutamaniwa. Okay. Na mimi sitaki kukwamisha watu. Kumaliza kaingia kwa matamanio alafu akashangaa akashindwa kutoka. Alafu sasa tukaanza kusumbuana mimi na mahusiano yangu. Okay. Kwenye swala la leo la Bongo Movie. Bongo Movie tumefikiwa. Sababu ndo tasnia yetu tena. Kuna hawa producers and directors. Wakati wanachagua vigezo vya mwanamke. Linanihusu swali, mimi sio producer ujue. Lakini sisi tunafanya nao kazi, tuna mabosi wetu. Wakati wanachagua wanawake labda kwa ajili ya kuwarusha kwenye au kuwachezesha kwenye filamu, waga wanaangalia nini hasa? Wanazingatia nini hasa? Ni wanazingatia urembo zaidi ama huwa wanazingatia kipaji? Urembo. Okay, urembo kwanza. Unaona ni warembo? Ni warembo na warembo kweli? Basi, hicho ndo kigezo cha kwanza shoga yangu. Urembo. Kwa ukiwa mrembo na nini, chance yako ya tunakuona kwenye movie. Si ndo umeona sana? Ni wengi. Huo ndo ukweli. Ndo urembo shoga yangu. Ukiwa mrembo, tunakuona kwenye movie. Okay. Umeona sasa hapo umenifungua. Sababu nilikuwa najiulizaga kweli. Na mimi umenichanganya. Sijaenda huko siku nyingi. Kwa sababu wewe umewaona. Ndio maana umenipa rahisi. Utamani kurudi tena kwenye soko? Sasa hivi ngoja nikwambie. Unaweza ukafanya kazi nyingi na usirudi. Na unaweza ukafanya kazi 2-3 ukarudi. Lakini pia kila kitu Mungu ndo anapangaga. Unaweza ukatulia muda mrefu ukaja ukafanya moja tu. Ikapushi tena ukatulia hivyo yani, kwa sababu ukienda ukiwa unaigiza labda kuandaa tamthilia na ukiwa unafanya biashara ni vitu viwili tofauti. Kwenye biashara unaweza kuwa unaingiza hela kila siku, lakini kwenye tamthilia utaingiza hela kile kipindi ambacho huko unafanya ile kazi. I mean huko location. Kama ni miezi 3, kama ni mingapi ndio utaingiza hiyo hela. Kwa hiyo vyote ni sawa. Kwa hiyo kuna siku tutakuona tena umerudi kwenye soko. Mimi sijaacha. Sijaacha, ila kuna siku mtaniona nimerudi. Utaendelea kuwa mwigizaji au unatamani kuwa na wewe? Sababu tumeona sasa hivi wimbi kila mtu ni producer. Mimi siwezi kuwa producer. Kwa nini? Basi tamani kuwa producer. Okay. Kwa sasa hivi unafanya nini? Kwa sasa hivi nauza vijola. Okay. Wapi? Mfanya biashara. Nauza vijola Mbezi. Okay. Ndio biashara ambayo unaifanya? Ndio biashara ambayo ninaifanya. Inakuingizia kipato gani au ina changamoto gani? You want to know what are you experiencing? Changamoto za biashara ni nyingi. Changamoto za biashara ni nyingi ukweli. Na hazikatikagi.
lakini tunapambana nazo. Kama zipi? Unakuta mteja anataka anunue bei ambayo umenunulia Mombasa. Mteja anakupigia simu anataka umpe namba za mtu Mombasa ambaye anakuuzia wewe. Kwa hiyo ni changamoto ni nyingi. Ushawahi kutamani kufanya kitu kwenye biashara yako ukashindwa, labda kusafiri kwenda nchi za nje wapi, ukashindwa just because unaona kabisa hata nikienda labda watu wanatembea umbali mrefu, mimi siwezi. Hajawahi kukutokea wewe? Imenitokea, na ili niende mahali kwenye kutembea umbali mrefu aidha kutafuta, lazima niende na mtu. Ili yeye sasa ndo awe miguu yangu. Tofauti na hapo ina maana sitaweza, nitaenda, nitaishia kulala na kuondoka. Kwa hiyo changamoto ipo, lakini Mungu ni mkubwa bwana, tatatuka tu. Kwa sababu ninachojua kitu ili ukifanye lazima ukivulie nguo. Kwa hiyo nitajaribu. Tajaribu kwenda Mombasa kwanza ili nione. Unatamani kwenda sasa wewe mwenyewe? Mimi mwenyewe, nisiwe naagiza. Niende nikaone. Unajua unaweza ukawa unaagiza kumbe unaagiza kwa wakala. Kwa hiyo na yeye labda kuna bei pale anaiongeza. Kwa hiyo ni vizuri ukienda mwenyewe pia, hata kwenye kuchagua utakuwa umeshajua hapa sasa hivi nitachukua kwa huyu na bei ni hii na quality ni hii, ataniwekea. Wateja wako ni watu wa aina gani? Wateja wangu ni watu wa aina zote, afu wengi wa mikoani, japo dawa hapo wengi zaidi. Kwa hiyo wabonge kwa sababu vijola ni vya watu wanene siku hizi. Yaani napata vijola ambavyo ni vikubwa, alafu ni vizuri, havichuji, haviruki, na tofauti na vijola vingine. Kwa hiyo napata wateja, Mungu ni mwema, nikiposti wateja napata sana. Tausi anapenda mwanamume wa aina gani? Nimekwisha mimi. Na hilo lipo? Lazima tujue type yako. Si unajua watu wana ma-type siku hizi. Wewe type yako sasa. Kwanza awe na hela za kunipa, sio zake, za kunipa. Asiwe mbinafsi. Anitunze vizuri tu, yani nahitaji kutunzwa. Hilo la kwanza. Alafu pili, asiwe mnene. Mimi sipendi mwanamume mnene. Kwa nini? Sipendi heka. Kuna vitu vingine havihitaji kujichosha. Kwa hiyo awe na hela lakini awe mwembamba. Alafu mrefu. Awe mrefu. Mrefu. Mfupi kwa nini umtaki? Sio mnakopo mna match, mnaendana. Usema ukweli, mimi sipendi kuzaa mtoto mfupi. Na nilimwomba Mungu aniepushe, kwa sababu sasa nilivyokuwa ndo nimegundua ni changamoto za kuwa mtu uko tofauti. Kuna vitu unatamani kufanya huwezi mpaka mtu akufanyie. Let's say jana nilimwambia dada afunge mlango, fungua alale na reception ili mimi nilale. Kwa hiyo mimi tayari nimeshazoea na nina mudu na survive, naweza japo kwa shida, lakini kuna maneno ambayo mtu ukipata huwezi kuvumilia. Kuna vitu vinaumiza. Kama kwa mfano mimi sipendi mtu amcrush mtoto wangu kwa sababu yangu. Yaani kuna wakati watoto wenzie, mamako ni mdogo, mbonge, anakuja anajisikia vibaya. Mama bwana, mbonge sijui anasema. Kwa hiyo na mimi najaribu kumvaisha ujasiri, waambie lakini ananipa hela mamangu. Ananitunza mamangu, afu ana jina. Kwa ile kidogo inampush. Yaani nimenibidi nimfundishe kuongea ili iwe inamsaidia asinyong'onye. Yeye ni mrefu? Sana. Sana, mwanangu ni mrefu sana. Kwa hiyo sipendi. Kwa ile bullying anaipata kwenye jamii au mpaka shule? Watoto wake, wenzake. Sasa shuleni hawezi kupata ile bullying kwa sababu mimi ni balozi wa pale shule. Sisi ni mabalozi, mimi na yeye kwa pamoja. Kwa hiyo kuna kanamna ambayo I think nikienda watoto wenyewe hawajui kama yule ndo mtoto wangu. Sio, unajua watoto bado ni wadogo, labda angekuwa sekondari ndo wangekalili kwamba huyu ndo mtoto wa Tausi. Lakini kwa sababu ni shule ya msingi hawakalili. Mara nyingi nikienda nafanya shughuli zangu yuko darasani. Na mwanamume naye sasa hivi ukoje? Mzuri. Ana sifa hizo ambazo umetupatia? Ndio. Ndo baba mtoto sasa. Baba mtoto tena? Anayekuja au baba mtoto yupi? Sijakuelewa. Yule naye sasa hivi mwenye hizo sifa ambazo umetuambia. Sasa baba mtoto yupi? Unanichanganya maswali. Kwani baba mtoto yuko wapi? Baba mtoto sijui alipo. Kaenda wapi? Sasa
Ameenda akienda. Sasa ataenda wapi? Mimi nitajua alikwenda jamani. Sina maana najua taarifa zake. Mimi sijui. Ulimkataa. Nilimkataa. Kwa sababu hana hela Tausi. Hapana. Sasa wewe. Wewe umeniambia unataka hela. Sasa anaondokaje? Kwani mtu hata akiwa na hela hawezi kukuacha? Yeye ndio aliamua kukuacha. Sasa hapo tena ulikubali tunaingia sasa kwenye hiyo mada. Tunatakiwa tuingie kwenye hiyo mada sasa. Alikuacha kwa kukupa hela au ukakubali kirahisi rahisi? Aliniacha. Afu unataka hela. Hela zake bado unazipenda. Au what happened? Yaani nini ambacho kilikufanya mpaka ukaamua kugive up kwamba huyu sasa yeye mwache tu aende? Mtu ujue sasa hivi kashaoa. Shauri yako. Sawa, lakini tuna past life waga jinaliliwe. Shauri yako, mimi simo. Kwani ndio nafuta tuna na mtoto wetu au? Damu yake sipo kwetu. Au na yenyewe inaondoka akiondoka. Ilikuwaje? Sijui ilikuwaje, lakini niliachwa. Niliachwa, lakini familia pia waga zinahusika, unajua, kwenye mahusiano. Kwa hiyo msipokuwa strong nyinyi wawili, kuna vitu vinayumbisha. Kwa hiyo tuliachana kwa design hiyo. Okay. Lakini bado ulikuwa unampenda? Hapana, simpendi. Mimi nampenda mtu mwingine. Okay. By then sasa kati mnanani? By then lazima kuko na kuumia. Kuenda kulilia chooni, ushai kulia chooni ili watu wasione kama unalia. Alafu kitoka kwa strong. Hujawahi wewe. Umewahi wewe. Mungu anisaidie sitamani. Kuna ile moment ikija unaenda tu chooni, unaanza kujimwagia maji kuanzia kichwani. Ili hata ikitokea yani umetoka, mtu ajue hata sabuni iliingia machoni bahati mbaya. Kumbe uko chooni tu unalia. Na kuelewa kwa sababu mtu ambaye umezaa naye unakuwa una plan, unapanga vitu vingi sana kufanya. Baadaye mbele na ghafla akija kukuacha ni changamoto. Uliwezaje kuvuka hapo? Kwa sababu wanawake wengi wao wanashindwa ku move on. Wewe ilikuwa rahisi kiasi gani? Hivyo nafikiri kwa rahisi. Haiwagi rahisi. Yaani mpaka uje kunyosha mikono. Inasumbuaga. Inasumbua, lakini niliweza kwa sababu mimi na yeye tuliachana mtoto akiwa na mwaka mmoja. Kwa hiyo alikuwa mdogo bado. Miezi 6 ile ilikuwa migumu sana. Lakini ya Mungu. By then ndo TikTok ilikuwa inaingia kama unakumbuka. Kwa hiyo mimi kitu kinanipaga furaha cha kwanza ni kucheza muziki za challenge zangu TikTok na kupost na sahau. Yaani inachukua muda na nitakaa hapo TikTok mpaka hata saa 5 usiku. Ili nikifumba macho hivi, nale pap nishtuke asubuhi niendelee na shughuli nyingine. Hiyo ya kwanza ilinisaidia. Lakini ya pili niliokoka bana. Niliokoka. Baada ya kuachika. Vitu tu vilikuwa so baada ya kuachika. Baada ya kuachika niliachika nimekwambia muda mrefu. Baadaye kuokoka kulikuja lini? Kuokoka sasa kulikuja baadaye ambapo na yenyewe ilinisaidia kuwa strong zaidi. Kwa hiyo ilisaidia kwa sababu ile kushinda kanisani, kusoma Biblia, kujifunza. Ukitegea kidogo unaambiwa unatakiwa usome hivi. Yaani kuna namna inakukeep busy. Kwa hiyo hivyo. Nini kilikupelekea mpaka ukaamua sasa hapa inabidi niokoke niwe karibu na Mungu wangu? Ni marafiki tu. Okay. Tuko huko saa hizi wenzio. Hatuendi huko kwa waganga. Sawa. Na mimi nikaenda nikafuata njia. Ulikuwa unaenda kwa waganga zamani? Sana. Nisiwe muongo bwana, nimeenda. Nimejitahidi. Maisha. Au nini kile kinakupeleka kule? Vitu tu vingi. Alafu unajua mara nyingi pia ni mikumbo Ukimwona tu mtu kapaka makeup vizuri, ukimuuliza, nakwambia, na mganga wangu hivi waganga wanatufanyaga nini? Yaani makeup na mganga inahusianaje sasa? Na tunaamini. Na unaamini unachanganyikiwa. Unafika unaambiwa kuna mganga Morogoro. Mganga ule muendea, ujaanza unaambiwa kuna mwingine. Yaani mbona wewe ni kiboko zaidi ya huyu? Unachanganyikiwa pasa niende wapi? Huyu niliambiwa toka kule kwa sababu ya makeup au huyu naye ambiwa na hapa na mwenyeji. Yaani wewe mwenyewe tu unavurugwa. Unaenda kwa huyu, unatoka, unaenda kwa huyu, unatoka, unaenda. Kazi. Kwenda kwako kwa waganga kote. Utuambie leo exclusive, ni kweli wanasaidia au waongo? Kwa sababu tunayasikia mtaani, mimi mganga wangu yuko vizuri sasa hivi ana biashara na manini. Haya wewe ulikuwa unatembea watuambie tu vizuri bwana. So ganga. Kweli. Watuambie tu vizuri.
haki ya Mungu atambie vizuri, wasio waongo. Na kweli ujue kila mtu ana siri ya maisha yake. Anaijua na hawezi kukuambia. Hakuna mtu anatamani uwe kama yeye. Kwa sababu anajua kuna vitu yani pengine wewe unajishusha kwake, pengine yeye anapata kitu kwa sababu uko hivyo. Kwa anawaza huyu akiwa kama mimi sitafanya vile ninavyofanya. Na mara nyingi binadamu tumekuwa ni watu wa kutumiana. Kwa mtu anaona nikimfaidisha akawa hivi, sitamtumia. Hawezi kukuambia ukweli. Uongo. Labda kama yeye mwenyewe ndo mchawi. Labda. Lakini sio habari ya uganga. Ndugu yangu mimi ningetoboa. Kwenye swala la waganga, mimi ningetoboa dada. Chalinze, Morogoro, Tanga. Yaani wewe ni yote dada humo. Bado wale wadaa sasa. Hawa hapa na pale. Nataka gorofa kadogo kufanikiwa. Gorofa. Yeye mwenyewe mganga unakuta anaishi kwenye nyumba iko polini huko. Mimi nachoka mimi. Hivi kwa nini tufungaga macho lakini? Sasa hivi ukifikiria unajisikiaje? Yaani unajiona kama ulikuwa una akili hivi. Yaani mimi mwenyewe nikiwaza ile moment nawaza hivi, kwani kulikuwa kuna shida gani? Mbona kama nilikuwa sina akili? Yaani unaenda kukusanya dawa za huyu, unakusanya na za huyu na za huyu, halafu hujui uanze kutumia zipi. Mpaka baadaye unasahau hii nilipata wapi, hivi ilikuwa ya nini? Bwana amna. Lakini sometimes Mungu labda atupitishe huko ili tukija kumfahamu. Tujue kwamba yeye ndo kila kitu. Nadhani ni muhimu kwa sababu ninachoamini ukitoka huko duniani ukiokoka kunakuwa hamna kitu nyuma kinakusumbua. Kwa kweli mimi sasa hivi huwezi kunipeleka disco. Mpaka sasa hivi umeokoka. Okay. Hujarudi nyuma. Mimi huwezi kunipeleka disco. Nikafanye nini? Yaani unajua vitu tayari nilishapitia. Labda siku niseme naenda bendi, niseme tu hapa naenda nikafresh na siwezi. Yaani sitakaa kama hivyo kwa sababu sawa tunaambiwa hata kama umeokoka lakini unatakiwa ukutane na watu. Hawezi kuwa unakutana na watu wa kanisani vile wale ndio wakakupushi. Watu wa hatima mara nyingi wako tu hawako sehemu ambao tunapatikana. That's why mimi hata mahusiano yangu sio ya kanisani. Ni mtu tu mwingine. Okay. Mlikutana wapi? Mtandaoni. Alikuwa na mtandaoni. Tuambie kidogo basi, alikuDM au niache was it like? Niache wewe sasa wewe uombe. Jamani, watazamaji wapate exclusive unspoken Tausi. Uombea. alikuDM au unaweza kucomment pale comment nini uko unaviona vikopa. Kopa ziko nyingi kwangu. Kopa ziko nyingi. Za dada za kaka. Yaani ziko nyingi kopa. So kitu cha kuchanganya. Ulijuaje sasa kama huyu ndo mwenyewe mpaka ukawa naye? Si na vigezo vyangu. Kwa alivuka. Sasa ndo wewe mimi bwana niache bwana. alikuDM ile first touch ilikuwaje? Mtandaoni alikuDM au alikutumia message gani nzuri ambayo wewe uliiona ukavutiwa naye? Sababu na kutumia ni wengi. Kwa nini yeye? Kwa sababu mwembamba. Okay. Mrefu alafu ana hela. Ananipa. Kwa ulichungulia profile yake? Nilichungulia profile. Lakini pia nilimpa muda. Haikuwa tu kanidm leo kesho ndo tukawa na mahusiano, hapana. Alisumbuka kidogo. Alijitahidi kusumbuka na yeye. Okay. Unahisi alipenda nini kutoka kwako? Sasa hapo atajua yeye. Sasa mimi najuaje? Kwani mkikasi mnaongea kama ni mpenzi wako? Sasa unajua kisha kuwa mpenzi ni uongo. Atakwambia napenda macho. Atakwambia napenda pua. Si ni uongo? Wewe unahisi nini? Mimi? Kwa sababu ukiwa na mpenzi ukimpa faraja anakuwa anakuambia, yani mimi nikiwa na wewe unanifariji na nini na nini. Wewe ni kitu gani ambacho anakuambia mara kwa mara kwamba anapenda kutoka kwako? Sijui. Haiwezekani. Mimi sijui. Sio kweli. Jamani ananipenda tu mwenyewe. Sasa ananipenda tu kasema. Sasa mimi nisemeje? Okay. Kwa hiyo huyu ndo mwenyewe au kuna mwingine atafuata au ndo tumefika kwa sababu anatupa? Yaani ni mtu ambaye alikuja na alikuwa anataka kwenda nyumbani. Yaani mpaka sasa hivi angekuwa kaenda nyumbani. Kwa hiyo mimi nilikatisha kwa sababu unajua hatukai wote muda mrefu. Kwa hiyo huwezi kukurupuka tu kuingia kwenye ndoa alafu mtu humjui vizuri. Tushatoka huko si wengine. Kwa hiyo kuna vitu hatuvihitaji. Kwa hiyo
Nikamstopisha kwanza kidogo, hebu tuendelee kuangaliana kwanza tuone. Tunaangaliana mpaka wapi, nikijiridhisha mimi sawa. Mimi sina haraka na ndoa usema kweli. Kwa nini wakati mabinti wengi wanatamani sana kuolewa? I think kwa sababu nimekaa na baba mtoto muda mrefu. Kwa hiyo najua yani sina kitu kigeni kwenye hiyo ndoa. Na hiyo nadhani imenisaidia, ndio maana pia sikurupuki. Tofauti na hapo ungesikia shavaa shela. Nini ambacho kinakuogopesha? Mimi siogopi, ila sipendi kunyanyasika. Ndoa zinabadilisha sana. Unakuwa chini ya mtu, alafu mtu anakuona yani umekuwa chini yake, anakuona kama mzembe. Yani anakuona kama une vipi, unaelewa? Kuna vitu utaacha kwa ajili yake, hata hisi labda ulifanya kwa sababu sijui tu, yani mimi sijui bana mimi ndoa bana ya. Mbona kama sioni ndoa? Hebu oleweni nyinyi kwanza bana, afu mtanihadisia. Wewe bado upo sana. Yani wanaume nao kuna muda wangeacha tabia zao mbaya. Mwanaume akikuoa au mkiwa mna mahusiano ambayo yako strong, kuna vitu vingi anaacha kwako mwanamke wake. Yani kwanza kama ulikuwa unasuka atakwambia unyoe, atakwambia hataki uweke kope, atakwambia hataki upake rangi. Yani yeye kashakupenda, kwa nini unapendeza? Unapendeza kwa nini? Atakwambia uache kupaka mafuta ya gharama. Yeye yuko hapo kwa nini, yani unachezea hela. Yani unaelewa, yani kuna vitu tu anakuwa na kucrush ili akurudishe nyuma. Wanaume si ni waoga. Sasa najua ukipendeza kuna mtu atakutongoza. Sasa watakagi tutongozo tukiwa nao. Kwa hiyo ndo shida yao hiyo. Kwa hiyo anakufuja, alafu anaenda kutafuta mtu mwingine ambaye anapendeza. Unaelewa sijui? Sababu anajua anauhakika kwamba yule wa ndani si yupo ni wa kwangu, ni yani yule hawezi kutakwa na mtu yote kwa nilivyomuweka. Mpaka ajipige brush sio leo. Kwa hiyo mimi hapana. Tausi ndo hapa ipo. Itakuwepo kwa sababu lakini sio leo wala kesho. Kama atakubaliana, mimi sitaki habari ya kuniambia. Lakini sasa hivi tuna biashara zako. Unajua kitu kingine ambacho kina cost wanawake wengi ni kwamba ukiambiwa kaa unakaa sababu huna cha kufanya. Sasa hivi ukiambiwa kaa unakaa. Wanaume wana akili sana. Atakupandia juu, atakuongeza mtaji mkubwa, biashara itakuwa ya familia ile. Hajaja kukaa dada yake. Hajaja kukaa mdogo wake. Mwe mnasaidia. Nakuletea kukusaidia mke wangu. Kwani mwanzo alikuwa ananisaidia nani? Mpaka sasa hivi uniletee dadako. Hivi unajua wanaume wana mbinu nyingi sana. Wewe tena unaona yani hapa ndo unapendwa. Wanaume jamani. Natuogopesha kwa vingi. Ndo napendwa hapa saa hizi. Mtaji umeongezeka na kweli aje akae. Yaani unajiona malikia ndio, kumbe tayari ana plani yake pale. Unakuta ulikuwa mafuta yakiisha unachomoa pale, unanunua kwanza mafuta, alafu ukipokea mshahara utajazilizia labda. Haichomoa kilela, yuko shemeji pale. Utaichomoa vipi? Alafu mtaji wako ulikuwa milioni 10, eka milioni 50. Nani mwenye yake pale? Sasa umeona kazi hiyo? Duka la familia. Unajichanganya, anaanza kukuambia ubebe mimba. Unabeba mimba unaanza kushinda nyumbani. Mpaka uje kurudi dukani, kuisha wewe. Jamani, watu wataolewa kweli kwa staili. Waolewe tu dada, kuna watu wana passion za ndoa. Ndio maana unakuta anaachika hapa, anaolewa hapa. Hiyo ni passion yake. Mimi sizungumzi. Kimya labda. Kama hatutaingiliana kwenye hivyo vitu. Yaani mimi mtu anayetaka kunioa lazima ajue niko kwenye msimamo wangu. Mambo ya kushia biashara mimi siyataki. Mimi nibaki kwenye biashara yangu na yeye afungue ya kwake. Kama vijola vyangu vinalipa na ana sehemu ya kuweka, akafungue yeye, aweke mtu kwenye tawi lake, sio kwangu. Sasa hapo mnakopa muingiliane. Tutaingiliana vipi? Na mnasaidiana kama kawaida, lakini kama ukipata wewe hela huku na yani maisha yataenda tu kama kawaida. Ila mimi na biashara yangu nasimamia. Yaani asiingie mtu hapo ambaye anamuhusu. Hapo sawa. Lakini kwamba tunatakiwa tuchanganye, nifanye biashara ya familia. Hapo ni changamoto. Nisimamie. Kwa nini nisimamie? Nasimamia biashara anamiliki nani? Hamna. Hamna. Okay, sasa hivi kuna jamii swala la mahusiano limekuwa kama lina kipengele sana, linachukua trendi sana.
vitu hivi hivi, yani kwamba nani ni nani kwenye ndoa. Kwamba wewe ni kitu, yani kwamba mwanamke anataka akiingia kwenye ndoa yake asibugudhiwe na mtu yoyote, afanye mambo yake, kama ana investment aiweke kama yeye. Na wanaume lakini hawakubali hilo swala, kwamba kama mimi na wewe ni kitu kimoja, ni mwili mmoja, kwa nini kuna hiyo mipaka? Subiri nikwambie kitu. Kupitia sasa wewe, nataka experience yako wewe kama Tausi. Kwa nini kupitia mimi bwana? Sasa tunaongea mimi na wewe. Maona kazi hiyo umeanza. Kwa nini kupitia mimi? Mimi sijaingia huko, sijui. Lakini umekaa na mtu una experience, umekaa na mwanamume una experience. Do you think hiyo linawezekana kweli? Kwamba tupo kwenye ndoa, tupo wawili, lakini kila mtu anafanya mambo kivyake. Inawezekana. Kwani tulipokuwa tuna mahusiano, kila mtu alikuwa anafanya mambo kivyake. Ambavyo mlikuwa hamna hatujaoana. Ambavyo tulikuwa hatujaoana. Tuko kwenye hii uchumba hii. Kila mtu anafanya biashara zake. Ndio. Si ndio? Si ni bado naye ananihudumia tu vizuri. Si ndio? Kwa nini tukija kuoana tufanye kwa pamoja? Kwa sababu tayari imeshakuwa kitu kimoja, mnajenga familia, mnafanya vitu kwa uwazi kama mke na mume. Shida ni moja. Familia zetu bana zinaonaga watu tukienda kuolewa tumeenda kufata mali kwa ndugu zao, kitu ambacho sio kweli. Kuna wakati mwingine muunganiko wa mahusiano yenu ndio anasababisha mlipuko wa riziki. Yeah, sure. Unaelewa? Na mimi naamini kwenye hilo. Kwa hiyo wanatakiwa kutuheshimu. Sisi tunafanyaga hivyo kwa sababu mwanaume akitoka nje, ili atoke nje ya ndoa, hata kama ni mbaya, yani ili tu awe na mwanamke, hata kama ni mbaya, huwa anatumia hela ambayo ndo nguvu yake, si ndio? Hiyo hela sasa itoa hapo kwenye biashara ambayo tunafanya kwa pamoja, mimi na yeye. Alafu anakuja kuwa amempangia mtu, hela zinaenda kule, wewe unaendelea. Kuna wakati mwingine mwanamke akisimamia biashara au kampuni anatumia akili nyingi sana. Kwa asilimia mwanaume anaenda kufanya vitu vingine kwa sababu labda atakuwa na biashara nyingine, anafanya kitu kingine. Wanaume zetu ni wabinafsi, wanataka tushare ili hata vikiharibika, yani tukiporomoka, wakushushie wewe, uonekane wewe ndo ulitumia vibaya. Lakini wao wakienda huko nje ndo wanatoa hela. Kwa sababu mimi ninachoamini, wanawake ambao wanatoka nje ndo wanatoa hela ni 10%. 90% wanawake tunapewa hela ndo tunaenda nje. Kwa hiyo mimi naingiza hela au natoa? Kwa kinachouma kwamba pale unatumia nguvu zako nyingi kufanya jambo liende, alafu mwenzio anakuja kutumia zile mali tofauti. Alafu mnafilisika, unaonekana wewe ndo mpumbavu. Sababu wewe ndo ulikuwa unasimamia. Alafu mnafika mnasogea mbele kidogo, ndugu wa mume ndo wanakuwa wana haki kuliko ndugu ya mke. Hivi huwa inakaaje hii? Hivi unajua hii inanichanganyaga sana. Hivi kwa nini ndugu wa mume ndo wanakuwa wana haki kuliko ndugu wa mke? Changamoto inakuwa nini? Mwanamume si ndo kichwa. Sasa kama mwanaume kichwa, yeye kichwa chake kisimame kwenye kampuni. Na mimi kiwiliwili kisimame kwenye vijola. Maisha yaende. Ili kusiwe na lawama hapo. Kila mtu akiwa busy na kitu anachokifanya, I think hapo hata kama anaenda kuchepuka atakuwa anajua hii ni hela yangu naichomoa hapa na natakiwa niirudishe. Lakini sio aje achomoe hela ya vijola ambayo niliweka benki. Haiwezekani. Kuna namna hapo tunatakiwa sijui iweje tu, yani hili jambo pagumu. Ni pagumu sana. Ulishai kukataliwa ukweni Tausi? Ngoja niongeze.